kanuni inavyotakiwa. Sasa hii wanapaswa kupeleka kwa ushahidi kwamba kanuni gani imevunjwa. Wakisha thibitisha kwamba kanuni gani imevunjwa, hiyo itawasaidia kasi kutoa majibu. Lakini Yanga ndio ilikuwa timu ya kwanza kuvunja kanuni kwa kumzuia Simba asiingie kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo. Manake Yanga ndio ilikuwa timu ya kwanza kuvunja kanuni, ndio itakuwa kuwa timu ya kwanza kuhukumiwa. Yanga imewazuia vipi Simba kuja kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo? Kwa kutumia mabaunsa wao ambao pia wameandikwa kwenye taarifa ya Simba, wameandikwa pia kwenye taarifa ya bodi ya ligi. Manake Yanga hawana uthibitisho unaojitosheleza kwamba wao walifuata taratibu zote za mchezo. Umeelewa vizuri? Manake vurugu za mchezo ambao au vitu ambavyo vimepelekea mchezo usichezwe, Yanga ndio chanzo. Baada ya kuwazuia Simba wasifanye maandalizi ya mwisho, sasa wanaenda kuthibitisha na kitu gani? Unajiuliza Ngeleza. Umeelewa vizuri? Swala lingine, wametuhumu baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi. Steven Mguto pamoja na Almas Kasongo, CEO wa bodi ya ligi. Pale kwenye taarifa ya Yanga wameonekana kama katibu wa bodi ya ligi. Kusema wale watu wawili wanachangia kuharibu mpira wa Tanzania kwa kuvunja kanuni ni uongo, kwa sababu Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zimeadhibiwa mara nyingi kwa kuvunja kanuni. Yanga imeadhibiwa kwenye matukio ya kishirikina mara nyingi kuliko timu nyingine yoyote. Sisemi kwamba Yanga wamezidisha ushirikina, hapana, lakini wameadhibiwa mara nyingi. Kwanza nikuambie hii, kwenye mechi zote za dabi ambazo Simba kafungwa mechi 4 mfululizo ambazo kafungwa na Yanga, Yanga kaingia kwenye geti ambalo haliruhusiwi, na hizo mechi zote Yanga kapigwa faini kwa sababu ya imani za kishirikina. Maana yake ni kwamba Yanga hizo tuhuma za kwamba bodi ya ligi wanavunja kanuni inabidi wathibitishe zaidi, kwa sababu wao wameadhibiwa mara nyingi pia kwenye masuala ya ushirikina, wameadhibiwa wameonywa kwenye kuvunja kanuni. Waliwahi kumtumia wakati wanamsajili Molin kutoka KMC, walimtambulisha kama mkurugenzi wa ufundi, lakini baadaye Molin akaonekana kwenye benchi la ufundi la Yanga. Bodi ya ligi iliwaonya kwamba mnavunja kanuni. Kwa nini bodi ya ligi iliwaonya? Kwa sababu walijua wanawapa kwanza onyo la kwanza, watakuwa kirudia tena watawapa nini? Adhabu na kuwapiga faini. Lakini hiyo ni ishara kwamba bodi ya ligi kupitia kamati ya masaa 72 ambayo ndio inaendesha ligi kuu inafanya kazi yake kwa ubora wa hali ya juu. Manake pia Yanga wamewadanganya wanachama wao kuambia kwamba Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto wanachangia kuvunja kanuni za ligi kuu. Wamewadanganya wanachama, lakini pia hawana kithibitisho cha kwenda nacho kasi kuthibitisha kwamba bodi ya ligi inashindwa kuheshimu kanuni za ligi kuu. Ngeleza, msimamo wa Young Africans wameweka bayana kwamba tarehe mpya ya dabi ikipangwa hataenda kucheza. Unaliona hilo likitokea? Yaani Yanga kwanza hili niliweke vizuri kabisa. Yanga hawana mamlaka ya kugomea mchezo. Wakigomea mchezo maana yake wameruhusu alama 3 ziende Simba. Wakigomea mchezo wameruhusu magoli 3 yaende Simba. Kama atagomea mchezo wa dhidi ya Simba, adhabu yake ni kwamba watapigwa pia faini. Watanyang'anywa kwanza alama 3, lakini watakuwa wamekiuka maagizo ya bodi ya ligi kwa kugoma kwenda uwanjani wakati mchezo umepangwa na uchezo na hawakwenda kucheza mechi yenyewe. Kwa hiyo watatozwa faini kwa kiasi kisichopungua milioni 5 au kuondolewa kwenye ligi au kushushwa daraja. Lakini pale inaendelea hivi, kama ikitokea wakaendelea kugomea michezo mingine ya ligi kuu, watapokonywa alama 15 kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwa hiyo ni wao wenyewe, kupanga ni kuchagua. Wakiamua wasiende, ni faida kwa Simba na ni faida pia kwa bodi, kwa sababu si watapigwa faini. Wakipigwa faini DT, bodi ya ligi imeingiza mtonyo, kwa maisha yataendelea na mambo mengine yataenda vizuri. Kwa hiyo Yanga lazima wapeleke timu uwanjani. Na ikitokea kweli Yanga wamegoma kuto kupeleka timu uwanjani, wanachama wa Young Africans wanapaswa kuwatoa madarakani viongozi ambao wako pale, kwa sababu waliwapigia kura wenyewe. Sasa waondoe tu, kwa sababu kama una kiongozi ambaye anagomea mchezo, kuna haja gani ya kuwa naye?
akae pembeni tu, waje watu wengine waiongoze timu, maisha yaweze kwenda vizuri, kwa sababu lengo ni kuifanya timu iwe bora. Sasa kama wewe umevunja kanuni, umemvunjia mwenzio kanuni, halafu unagoma kupeleka timu uwanjani, manaki wewe ni kiongozi ambaye hufai. Mpira una misingi yake, inapaswa kufuatwa, na ndio maana kanuni zimetengenezwa. Kwa hiyo ni lazima kanuni zifuatwe ili mpira uweze kuchezwa vizuri. Kiongozi hatengenezi mpira, kanuni ndio zinatengeneza mpira. Kwa hiyo kanuni zinapaswa kufuatwa. Hata vilabu vina kanuni zao, na ndio maana vilabu pia vinakuwa na kamati tendaji zao za ndani. Ndio. Umeelewa? Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye hilo sakata kanuni zifuatwe, mwenye kustahili kuadhibiwa adhibiwe, na maisha mengine yaendelee. Shukrani sana Ingereza. Asante sana. Kanuni inavyotakiwa. Sasa hii wanapaswa kupeleka kwa ushahidi kwamba kanuni gani imevunjwa. Wakishathibitisha kwamba kanuni gani imevunjwa, hiyo itawasaidia kasi kutoa majibu. Lakini Yanga ndio ilikuwa timu ya kwanza kuvunja kanuni kwa kumzuia Simba asiingie kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo. Maanake Yanga ndio ilikuwa timu ya kwanza kuvunja kanuni, ndio itakuwa kuwa timu ya kwanza kuhukumiwa. Yanga imewazuia vipi Simba kuja kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo? Kwa kutumia mabaunsa wao ambao pia wameandikwa kwenye taarifa ya Simba, wameandikwa pia kwenye taarifa ya bodi ya ligi. Manake Yanga hawana uthibitisho unaojitosheleza kwamba wao walifuata taratibu zote za mchezo. Umeelewa vizuri? Manake vurugu za mchezo ambao au vitu ambavyo vimepelekea mchezo usichezwe, Yanga ndio chanzo. Baada ya kuwazuia Simba wasifanye maandalizi ya mwisho, sasa wanaenda kuthibitisha na kitu gani? Unajiuliza Ngereza. Umeelewa vizuri? Swala lingine, wametuhumu baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi. Steven Mguto pamoja na Almas Kasongo, CEO wa bodi ya ligi. Pale kwenye taarifa ya Yanga wameandika kama katibu wa bodi ya ligi. Kusema wale watu wawili wanachangia kuharibu mpira wa Tanzania kwa kuvunja kanuni ni uongo, kwa sababu Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zimeadhibiwa mara nyingi kwa kuvunja kanuni. Yanga imeadhibiwa kwenye matukio ya kishirikina mara nyingi kuliko timu nyingine yoyote. Sisemi kwamba Yanga wamezidisha ushirikina, hapana, lakini wameadhibiwa mara nyingi. Kwanza nikuambie hii, kwenye mechi zote za dabi ambazo Simba kafungwa mechi 4 mfululizo ambazo kafungwa na Yanga, Yanga kaingia kwenye geti ambalo haliruhusiwi, na hizo mechi zote Yanga kapigwa faini kwa sababu ya imani za kishirikina. Maana yake ni kwamba Yanga hizo tuhuma za kwamba bodi ya ligi wanavunja kanuni inabidi wathibitishe zaidi, kwa sababu wao wameadhibiwa mara nyingi pia kwenye masuala ya ushirikina, wameadhibiwa wameonywa kwenye kuvunja kanuni, waliwahi kumtumia wakati